Wafalme wa Kwanza mlango wa 3 nambari ya 16. Maandiko yananiambia hivi: ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa alipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine na pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka katika usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako. Nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, naye mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi, nikamnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipotazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Inua mikono yako tuombe. Tuasifiwe. Namshukuru Bwana kwa ajili ya jioni ya leo, maana Mungu ambaye tunamunena ni Mungu ambaye ana mipango na maisha ya mwanadamu. Na ndio maana nasema, nalituma neno halitarudi bure, bali litaleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana jioni ya leo namshukuru kwa ajili ya nafasi aliyonituma nayo, maana naamini kuna mwanadamu ambaye Mungu ana kiu na maisha yake, na ana kiu na jamii yake, na ana kiu na hata chochote ambacho mwanadamu aliumbwa kwayo kwa ajili ya ufalme wake. Haya maandiko tumeyasoma, yanaweza kuwa ni rahisi kwa maisha yako, lakini jioni ya leo Mungu amenituma nayo kama neno la kinabii kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Na ndio maana kichwa cha ujumbe wa leo, Bwana ananiambia nikuambie, angalia sana kama hayo ndiyo maisha Mungu aliyokuwa ametamani. Angalia sana kama hayo ndiyo maisha Mungu aliyokuwa amekupangia. Angalia sana kama hiyo ndiyo kazi Bwana alitamani uishi kwayo. Angalia sana kama hiyo ndiyo jamii ambayo Bwana alikusudia uwe nayo. Angalia sana kama hao ndio watoto Mungu alikusudia utembee kwao. Angalia sana kama hiyo ndio biashara Bwana alikuwa amekupangia. Yani hili ni swali ambalo Mungu anauliza mwanadamu chini ya jua jioni ya leo, ya kwamba angalie maisha yake kama ndiyo maisha ambayo Bwana alivyokuwa ametamani uishi. Maana tunaishi katika dunia, watu wanaishi maisha ambayo sio Mungu alikuwa amekusudia. Tunaishi katika dunia, watu wanaishi maisha ambayo Bwana sio yale alikupangia. Tunaishi katika maisha, watu ambao wanaishi maisha ambayo sio yale Bwana alikuwa amewatazamia. Na ndio maana Mungu amenituma jioni ya leo nikwambia, angalia sana kama hayo ndio maisha ambayo Bwana ametamani uishi kwayo. Niongee maneno haya ya wamama wawili ambao walikuwa ndani ya Biblia. Hawa wamama walijulikana ndani ya kijiji, ndani ya ule mtaa ama ile town ama ile county ama lile taifa waliishi, ya kwamba wakapewa jina mama waliokuwa makahaba. Tunaelewa historia ya makahaba na maisha ya makahaba, jinsi wanavyoishi, lakini namtukuza Mungu kwa ajili ya hawa mama. Ni kweli walikuwa makahaba, lakini majira walipopata ujauzito, hakuna awai aliyekuwa na mawazo ya kutoa mimba, hakuna awai alikuwa na mawazo ya
kuua kiumbe kilichokuwa ndani ya tumbo lao. Ninawaona wale wamama wanalea mimba yao, wanafurahia mimba yao. Ni kweli wameipata katika ukahaba. Hakuna ajuae mume wake ni nani, hakuna ajuae bwana wake ni nani. Maana huenda alilala na wanaume 10, huenda alilala na wanaume 5, huenda alilala na wanaume 20, lakini raha yake ilikuwako ya kwamba mimba niliyoipata sitaweza kuiharibu. Nitailea na nitazaa na nitapata mtoto na nitaishi naye. Afadhali niitwe kahaba, lakini kahaba aliye mama fulani, kahaba aliye na mtoto. Wakaendelea kukaa. Tunajua historia ya ujauzito ni miezi 9. Hawa mama walikaa miezi 6-9 wakiwa wamelea mimba yao, na ikafika majira, maandiko yananiambia mama wa kwanza akajifungua akapata mtoto, na siku ya 3 baada ya kujifungua wa pili naye akajifungua. Yani inashangaza, mimba yao ilifatana kwa majira. Ni kama siku ile wote walikuwa tayari, na ndio maana wakazaa kwa wiki moja wakiwa wamepangana na siku 3. Biblia inaniambia wakaendelea kukaa, na walikaa kwa rumu moja, walikaa kwa kitanda kimoja, wakawa na wanyonyesha watoto wao kama kawaida. Lakini yule aliyezaa siku ya pili, maandiko yananiambia akalala usiku na akalalia mtoto wake. Uzito wa yule mama ukamaliza kile kiumbe kichanga. Alipoamka usiku akaangalia mtoto wake, akaona mtoto ameshafariki, na mimi ndimi mwenye makosa. Akamchukua akiwa anambembeleza kama atamuka, lakini haikuwezekana. Akaangalia upande wa pili, akaona mwenzake amelala na mwingine ako hai, na akanyepelea usiku ule. Akachukua aliyekuwa hai akamleta katika kifua chake, na akachukua wake aliyekufa akamweka kwa kifua cha yule mama. Mama anaendelea kupanga usingizi, hakujua ya kwamba mambo yake yamebadilishwa. Hivyo ndivyo Bwana amenituma jioni ya leo niongee na mtu mahali hapa kiwandani, nikuambia angalia sana. Huenda hayo maisha unayoishi sio yale maisha ulipangiwa. Shetani alibadilisha maisha yako, shetani alibadilisha jamii yako, shetani alibadilisha mume wako, shetani alibadilisha mke wako. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, aliyenituma jioni ya leo. Hata kama yamebadilishwa, ana uwezo wa kubadilisha. Hello, hello, inua mikono, sema ya. Hello, hello. Maandiko yananiambia yule mama akiendelea na usingizi, mwangaza ukamulika wa asubuhi. Mama usingizi ukamuondoka, maana ni kama nuru imeanza kuangaza. Akaamka kama kawaida yake, akachukua yule mtoto amweke kwa kifua ili aweze kumnyonyesha, maana ilikuwa ni tabia yake ya kunyonyesha anapoamka mara ya kwanza. Lakini jambo la kushangaza, akimuinua shingo imelegea, akimpeleka kifuani hawezi kunyonya, hafungui macho, hafungui ulimi, hafungui mdomo. Mama akashangaa, kwani mtoto ameniacha? Huzuni kaingia ndani ya mama, huzuni kaingia ndani ya moyo wake. Mama akaanza kujiuliza maswali. Je, imekuwaje? Mbona mambo yamekuwa hivi? Mbona mwanangu umeniacha? Nilikuwa na matumaini na wewe, nilikuwa ninaamini ya kwamba utaishi maisha mazuri, utasoma shule nzuri, na utakuja kuwa mtu mzuri, na utakuja kuwa kwa faida kwa maisha yangu. Lakini ainuliwe Bwana ndani ya yule mama. Jinsi kulivyokucha mwangaza unaingia, akaanza kuangalia sana yule mtoto, nikana kwamba anaomboleza. Lakini mtazamo wake akatazama na akaangalia, akaona huyu si mwanangu, huyu ni kama nimebadilishiwa. Na ndiyo maana jioni ya
leo nasikia nimetumwa kwa mama, mzee, kijana na mtoto. Ananiambia Bwana nikuambie, angalia sana. Je, hayo maisha unayoishi, hayo ndiyo Mungu alikupangia? Hayo maisha unayoishi, hayo ndiyo Mungu alikuita kwayo? Hayo maisha unayoishi ndiyo Mungu aliyokuwa amepanga kwa hiyo jamii? Hiyo kazi unayofanya, hiyo kazi ndio umeitiwa katika jamii. Nakumbuka historia moja ya mwanamume mmoja, akaniambia, Pasa, uniombee, maana mimi nashona viatu, lakini kile ninachofanya sio kile nilichosomea. Niko na masters, niko na degree, nimesomea Nairobi University. Haya cheti vyote niko navyo ni hivi, lakini kazi ninayofanya sio niliyoisomea. Nikamwambia, yupo Mungu mbinguni, anaweza akakuregeshia maisha yako. Yeye anasema ni Mungu wa nafasi ya pili na ni Mungu wa urejesho. Baada ya maombi, yule mzee alifunga kibanda cha viatu, akapata kazi ya injinia aliyokuwa amesomea. Huyo ndiye Mungu amenituma jioni ya leo nikuulize swali moja, mwanadamu. Angalia sana kama hayo ndiyo maisha unaishi. Huenda ikawa ulibadilishiwa maisha, huenda ukalibadilishiwa familia. Ulikuwa ukitazamia familia yako itakuwa na amani, lakini leo unaishi na huzuni. Ulitazamia familia yako itakuwa na afya, leo unaishi na magonjwa. Ulitazamia utaishi na mali, leo unaishi na madeni. Angalia sana kama hayo ndiyo maisha Mungu aliyokuwa amekusudia, maana yupo mwanamume zaidi ya wanaume. Yesu wa Nazareti anaweza akakubadilishia maisha yako. Jioni ya leo amenituma kwa ajili ya mtu akiwa ndani. Halo! Halo! Inua mikono, sema ya. Angalia sana kama ndiyo maisha uliyopewa na Bwana. Yule mama alipoangalia sana, akasema, haya si maisha ambayo nilikuwa nayo na uishie mtoto. Nikubadilishiwa, nimebadilishiwa. Akakisama yule mtoto wa jirani, akamwangalia sana, akaona, haya, huyu ndiye mtoto ambaye nilikuwa nimezaa. Lakini jirani akasema, hapana, huyu ni mtoto wangu, wako ni yule amekufa. Yule mama hakutaka kubishana, akasema, twende kwa mfalme. Majira ya yule mama palikuwepo na mfalme anaitwa Solomoni. Yaani taabu ya kijijini, taabu ya mjini, taabu ya kaunti na taabu ya taifa ilipelekewa Solomoni alete utatuzi. Mama akaweka appointment kwenda kwa mfalme, akapata nafasi kuonana na mfalme. Akaingia ukulu akiwa na huzuni, moyo wake una huzuni, analia na uchungu, akidhania ya kwamba haya maisha ninayoishi ya leo sio yale maisha Mungu aliyokuwa amenitazamia. Leo labda ningelikuwa na furaha nikiwa na mtoto wangu, lakini ninahuzunika, na huzuni yangu si huzuni ya kufariki, ni huzuni ya kubadilishiwa. Hivyo ndivyo kuna watu wamesoma, kuna kazi wanazozifanya sio zile ambazo wamezisomea. Kuna maisha wanaishi sio yale maisha wangestahili kuishi. Gharama uliolipa sio ile unapata mavuno yake. Ni kweli unarauka sokoni saa 10 usiku, unafunga saa 4 usiku, lakini faida unayopata sio faida uliyogharamia. Mungu amenituma jioni ya leo niongee na wewe, nikuulize, angalia sana. Je, hiyo biashara unayofanya, hivyo ndivyo Bwana amekusudia kukubariki? Kuna watu wanaishi katika ndoa, alitazamia aishi na amani, lakini anaishi na huzuni. Hakuna siku amecheka, na kama ni kucheka ni kilio analia. Hakuna siku amefurahia, na kama ni furahia ni huzuni, anahuzunika. Angalia sana kama hiyo ndio ndoa Bwana alikuwa amekusudia, ama ndoa yako imebadilishwa. Angalia sana hiyo kazi unayofanya, ama ni kubadilishwa, imebadilishwa. Angalia afya yako, hiyo ndio afya Mungu alikuumbia, ama ni kubadilishwa, imebadilishwa. Angalia maisha unayoishi, hayo maisha unayoishi si maisha yale Mungu alikutazamia.
Ndio maana akamwambia, mwanadamu ninamuumba akapate kuniabudu na kunitumikia. Ni nani leo unamtumikia? Kuna watu wamefanywa watumwa wa walevi, kuna watu wamefanywa watumwa wa ukahaba, kuna watu wametumwa watumwa wa uvutaji, kuna wengine wamefanywa watumwa hata wa wizi. Hayo sio maisha Mungu alikusudia. Mungu alikusudia uweze kumpatia ibada. Mungu alikusudia uweze kumuinulia mikono na kumwabudu. Na ndio maana jioni ya leo amenituma niongee na wewe, nikwambie angalia sana. Je, hayo maisha unayoishi, hayo ndio Mungu alikuwa amekusudia uishi kwayo? Maandiko yananiambia yule mama akafika ukulu, akamwona Solomoni, yani akaingia akiwa na huzuni. Solomoni akamwangalia, anashangaa, mama analilia nini? Mama anahuzunikia nini? Akamwambia, uishi milele mfalme, nimeleta tabu yangu. Mimi ni kahaba na niko na mwenzangu ambaye ni kahaba. Sote tulijaliwa kupata mimba na bahati nzuri tukajaliwa kupata watoto, lakini jambo la kushangaza, mwenzake mtoto wake akafariki, akachukua aliye wangu aliye kifua aliye hai na akanibadilishia wangu aliyekufa. Baada ya kutizama yule mtoto nikaona si wangu. Nilipompelekea habari, yule mama akakataa. Mfalme akapiga kisheko akasema, mama umeshafika, suluhisho litapatikana leo. Muite huyo mama akiwepo na huyo mtoto aliye hai. Mama akakuja akiwa na furaha, akidhania ya kwamba mfalme anaweza akamruhusu kuendelea kuishi. Mama akaulizwa na mfalme, je, haya mambo ninayosikia ni kweli ama ni uongo? Mama akasema ni uongo, huyo mtoto ni wangu, wake ni yule aliyekufa. Mfalme kwa hekima aliyopewa na Bwana akaitisha upanga, akasema, kwa sababu nyote mnang'ang'ania huyu mtoto, jambo ambalo nitalifanya, nitamgawanya katikati, uende na upande wa kushoto na mwingine aende na upande wa kulia. Mama ambaye alikuwa ni mtoto wake akamsia, akamwambia mfalme, ishi milele, afadhali aishi naye, lakini mtoto wangu usimalize. Mtoto ambaye hakuwa ni wake akasema, auliwe tukose sote. Mfalme akamwangalia akamwambia, mama, rudishia mtoto huyu mtoto wake, maana huyu mama inaonyesha ndiye mtoto wake. Huyo ni mfalme Solomoni tunaongea, aliyeleta jawabu kwa mama aliyebadilishiwa mtoto. Jioni ya leo tuko na mfalme zaidi ya mfalme Solomoni, mfalme wa wafalme, Yesu wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda. Majina yote mazuri ni yake. Yani huyu ananishangaza, anayo majina kila sehemu. Ukienda katika miamba anaitwa mwamba wa imani, ukiingia katika mito anaitwa maji ya uzima, hata ukiingia kwa chakula anaitwa mkate wa uzima, na ukiingia kwa silaha anaitwa upanga hodari. Huyo ndiye mwanamume jioni ya leo nimemuleta. Anaweza kubadilisha maisha yako. Ni nini ambayo umebadilishiwa? Mama aliyebadilishiwa mtoto aliregeshewa kwa mfalme. Yupo zaidi ya mfalme Sulemani jioni ya leo. Yesu mtuliza bahari, ambaye anaweza kutuliza bahari ya maisha yako. Yesu mtengeneza njia, ambaye anaweza kutengeneza njia kwa maisha yako. Yesu mponya magonjwa, ambaye anaweza kuponya magonjwa kwa maisha yako. Yesu mfalme wa amani, anaweza kuleta amani kwa maisha yako. Yesu mwenye jawabu la amani, anaweza kuleta jawabu kwa maisha yako. Angalia sana maisha yako unayoishi. Hayo ndiyo maisha Bwana aliyokuwa amekupatia, ama umebadilishiwa maisha. Hayo ndiyo mambo ambayo unastahili kuyaona, ama umebadilishiwa maisha.
Ndio maana nakumbuka katika Biblia mwanamume mmoja, huyu mwanamume alitolewa kwao katika familia ya kwao, akapelekwa katika birika lenye matawi matano. Maandiko inatuambia alipelekwa pale, maana birika lile hakuna ambaye angelienda na magonjwa akatoka akiwa na magonjwa. Maadamu malaika ameachukua maji, anaweza akaingia wa kwanza na anapona. Lakini jambo la kunishangaza, yule mwanamume tunapewa miaka aliyokaa mahali pale kwa kisima cha uponyaji. Alingojea mwaka wa kwanza hakupona, mwaka wa pili hakupona, miaka ilisonga hakuna mabadiliko. Aliishi miaka 38. Hatujaambiwa miaka yake ni mingapi, tunaambiwa miaka ya mateso ni 38. Maandiko yananiambia ni kweli watu walipona wakaenda majumbani mwao, lakini mzee wa watu alizeekea pale. Hainuliwe Bwana. Malaika alipochukua maji watu waliponya, lakini kuna mwanamume mmoja alikuja, si lazima achukue maji. Yeye alienda kwake akamuuliza mzee, wataka kuwa mzima? Ingawaje majibu aliyompatia si ya kutia moyo, lakini baada ya sekunde za kuhesabu, yule mwanamume alilitwika godoro lake akaondoka akaenda kwake nyumbani. Yani maisha yalibadilishwa, akatolewa kwao akapelekwa mahali kuna msaada, lakini hapati msaada. Ndivyo kuna watu walivyo leo. Yani uko mahali ambapo kuna opportunity, lakini hakuna siku umefaidi hiyo opportunity. Yani uko mahali ambapo kuna ushindi, lakini hakuna siku umepata huo ushindi. Uko mahali kuna promotion, lakini hakuna siku umepewa promotion. Watu waliokukuta kwa hiyo ofisi wamekutangulia, wamekuwa matajiri juu yako, bado unabakia kwa hiyo same position. Angalia sana kama hiyo ndio nafasi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Na ndio maana jioni ya leo Bwana amenituma aliye zaidi ya mfalme Sulemani. Ananiambia ako tayari kubadilisha maisha yako mama, ako tayari kubadilisha maisha yako mzee, ako tayari kubadilisha maisha yako kijana. Ni nini ambayo kimebadilishwa kwa maisha yako? Yuko Yesu mstuliza bahari, Yesu wa Nazareti, Yesu mfalme wa wafalme. Anaweza akaleta jawabu, anaweza akaleta tumaini, anaweza akaleta jawabu, anaweza akaleta faraja, anaweza akakatisha hicho kilio. Na ndio maana nakumbuka historia moja ndani ya Biblia, yani mama aliyekuwa ni mjane. Mama yule alifiwa na mumeo, akabakia na mtoto. Masiku yakaenda, akafiwa na mtoto wake, akabakia mjane na tena hana mtoto. Maandiko yananiambia wanakijiji wakaja kumfariji, wanalia, wanaomboleza, lakini hawampatii jawabu la yule mama. Mwishowe wakachanga mchango, wakatengeneza jeneza, wakamweka ndani ya jeneza, wakambeba wakiimba, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandari ni kule. Yesu akaja, wakadhania ameleta bei iongezeke kwa hiyo nyimbo, lakini alikuja akavunja oda, akasema simameni. Wengine mawazo yao yakawaambia anataka tusaidie kubeba, lakini akawaambia liekeni chini. Wakadhania anataka tupumzike, wakawaambia nifungueni. Wakadhania anataka kuona mwili. Mwishowe akainuka, rudi kwa mamae. Yani yule mama aliyekuwa na huzuni akabadilishiwa kuwa katika mtoto, maisha yake akapata tumaini na jawabu. Huyo ndiye Yesu nimemleta jioni ya leo. Anaweza akaregesha maisha yaliyobadilishwa, anaweza akabadilisha maisha ya akayapatia tumaini. Kama huo unabii wangu, emeni yako iende zaidi ya jirani.
Nasema kama huo unabii wako, eleni yako ichafue anga yakiwa ndani. Nasema kama huo unabii wako, simama kwa miguu yako, ruka juu, sema haleluya.